Msije mkanani mkapeana mfano mgumu hapo. Alafu mambo yakawa magumu kwetu sasa hapo. Muulize tu sikioni, wekeni mic pembeni. Hamna shida, nitaweka kwa namna ambayo utauelewa. Sawa. Mimi kitu ambacho nafikiri mke wangu alinisaidia sana, nafikiri kwenye swala la usafi. Sio kama nikuwa mchafu. Tafsiri yangu ya usafi ilikuwa tofauti na ya kwake. Hiyo ni nzuri. Yaani walikuwa wanatafsiri usafi kwa namna yao. Yeye ana tafsiri yake ya usafi. Na lazima iwe tofauti kwa wakike wengi. Unaona? Na mimi shati mbona shati itakiwa nikilivaa sasa hivi ili sitaki kulirudia tena. Lakini kwa enzi zangu Tatizo nini? So alichokuwa nakifanya kuna nguo zangu alikuwa ananifulia. Nikienda yani nikitoka kwenye mishemishe zangu, nikiingia kuoga, kuna nguo zangu ananifulia, ananikia. Sasa mimi utamaduni huo sina. Lakini huwezi amini, ikanifanya kwamba na mimi baadaye kwamba nikagundua, yani mimi nikajiuliza hivi nilikuwa naweza kuvali mara 2. Yani ilikuwa kwangu sasa baadaye ni kitu cha ajabu kwamba hivi nilikuwa nawezaje? Lakini yani alichokuwa nakifanya alikuwa ananiambia kwani unafanya hivyo? Sasa chukua hiyo. Yaani wase unani kwanza. Alikuwa tu anachukua anafua yeye. Anaanika. Yeye anakuonyesha wewe. Yani mimi naona baadaye unakuta sasa unaingia unafua yani wewe sasa unajua wewe mwenyewe inakuwa tabia yangu, na kwa sababu alianza kuonyesha kwa upendo. Hakunirekebisha kwa ghadhabu jamani, ila kwa upendo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukishaingia kwenye hii hatua, kuna namna kumrekebisha mtu, umrekebishe kwa sababu yani kama anavuaga viatu hapa, wewe vitoe wekaga tu kila siku. Akiingia wewe kila siku vichukue viweke pale. Alafu utaona siku nyingine akifika anavua anaweka pale. Anaanza kuweka pale, inakuwa ndio tabia yake. Ndio inavyokuwa. Yani ni simple hivyo, ila ni ngumu. Yeah. Lazima uwe na moyo wa kushuka, mnyenyekevu, ili uweze kuwin moyo wake. Na share na sisi madude sana. Mimi nakumbuka inao nisumbuaga mimi brother Paul mpaka leo. Mungu anisaidie sana. Ni kusema nikifika mahali. Yaani nimetoka nyumbani naenda kanisani, au tumeachana tu mahali naenda mahali fulani, kumwambia nimefika. Amesumbuka mpaka amechoka, sasa ndio anaanza kuniambia pole na safari. Mimi ndo namwambia nimefika, nashukuru Mungu. Nimefika salama. Nadhani maswali mawili ya mwisho hii tungezungumza muda mrefu sana, lakini muda wetu hauturuhusu. Naomba tumalizie hapa. Sawa, kuna swali hapa. Naomba niulize hili swali afu twende hapo. Brother Paul na dada Ana, mmezungumza hili jambo katika namna pana kwamba kwenye ndoa kuna nafasi ya kucompromise ili wote mkutane mahali pamoja, hasa kwa habari ya tabia, na umetoa mfano mzuri kabisa kwamba inaweza ikachukua muda, lakini inafikia point ambayo mnaanza kuwa na tabia zinazofanana. Alafu hizo tabia zinatengeneza utamaduni kwa ajili ya watoto wenu wanaokuja huku chini. Naomba niulize na tuweke bayana hapa. Kwenye mahusiano yasiyo ya ndoa, napaswa kucompromise kwa kiasi gani? Kwa sababu kuna watu ambao tukiona hapa wanaanza kufanya na boyfriend zao, girlfriend zao. Wanafanyiwa, wanakuwa abused, wanatulia. Yaani ni kama yupo kwenye mahusiano, ni kama ameolewa yani. Na anaona kabisa hizi tabia sizo. Kuna mambo anafanyiwa sio. Kuna mambo yanatokea sio, na yuko hapo katulia. Issue ya kucompromise kwenye mahusiano iende umbali gani? Wapi niseme sasa hapa na bwaga manyanga na naendelea na maisha yangu? Na wapi niseme naweza nikavumilia? Kwenye vitu gani ambavyo nikifanyiwa kama mdada au mkaka niseme kwamba hapa naweza linavumilika, linaongeleka? Na yapi ambao nikifanyiwa tu niseme hapa hapana? Si nimeweka vizuri kabisa?
hata wewe pia unaweza tukajibu. Wewe na dada Ana mtatusaidia vizuri sana kwa mitazamo yenu watoto wa kike. Na sisi tutajibu baadaye. Sisi tutajibu baadaye. Okay. Kwa upande wangu nadhani mpaka unatakiwa uwe kuanzia kwenye viwango vya utakatifu. Ushazoea makelele. Kuanzia kwenye viwango vya utakatifu, yani ukiona yani natakiwa nifike point nianze kushusha viwango vyangu vya utakatifu, that is a no go line. Yeah, hiyo ni moja. Karibu Mama Samia. Kiwango naona akili sana. Hey. Ongezea hapo, ukiacha holiness, I believe kama mtu, let's say a woman in Christ, kuna standards unazo. But as well kuna standards you're looking for kwa mwenzio. That means you cannot expect what you do not portray. Ama what you are not wewe first. That means if you want a honest person, you first have to be honest. Ili uweze kutambua honesty ikoje. Kwa hiyo standard zako wewe kama mwanamke ni zipi? Vitu gani wewe unavivalue? Ukimwacha tu Mungu, yani ni vitu gani, yani this is a no go zone. Do I, in a normal sense, do I just go labda kwa, hata sijui nielezeaje, kwa rafiki yangu wa kiume tu yoyote niende nikafue or nikapike, au I just go and announce hivyo wakati najua kuna mazingira, kwa sababu kuokoka yani hisia zetu hazijaokoka, zinaendelea kuokolewa. So you also have to guard your environment. Mimi naweza nikazungumzia from example, like our example. Ilikuwa tukiwa sehemu wenyewe. When things get heated, tuna check out. Yule aliyokuja ataondoka. Yani hiyo ilikuwa clear for both of us. Kwa hiyo hata tulikuwa free ku express. Kwa hiyo labda poa anaweza kaniambia today usije. Nikaelewa. Na mimi najua today is not a day. Najua kabisa hata tukikutana let's meet in a public area. Kwa hiyo kujielewa wewe kama wewe standard zako ni zipi? Yani mimi sio standard zangu ni chochote tu, hapana. Yani I believe kila mtu ana what's the word? There's a value unajipea. Yes. Yani you don't accept mediocre. Yani ujioni kama wewe ni mediocre. Unajiona a woman of value. Ndio maana sio wote wanaokuja kwako you say yes, because you esteem yourself with a certain level of value. Kwa hiyo hizo standards zako, when it comes to a point ambapo someone is not willing to understand, na wewe umezipima ukaona this yani ni foundation, naweza nikasema, au ya who I represent as a person. Sio tu as a person, familia yako uliotoka. I believe amna familia mama anakuambia nenda tu kaishi na, kama wapo sijakutana nao, lakini kuna level, yani kuna ile community standard, lakini pia kuna standard ya wewe kama wewe. Kwa hiyo hizo pia there are different levels of standards. So we have the community standard tuseme as a citizen of Tanzania, kama mwanamke wa Kiafrika. Zamani ilikuwa wasanii wa Bongo Flava wakivaa vibaya, their songs don't air, because kiongozi aliyekuwa in power that time was strict with our culture.
different with nowadays. Kwa hiyo kuna zile standards, first your personal standards, the God kind of standards, community standards, hivi vyote they form your standard in totality. So yeah. Yaani amejumuisha vyote. Yaani ni vyuma juu ya vyuma. Unajua kuna kitu kimoja umeongea dada Ana. Tuliwahi mimi na mke wangu pia tukiwa katika mahusiano, tuliwahi kukiazimia kwamba yani katika vitu vyote ambavyo tungekuwa willing kuvifanya ni mimi kwenda kupanga chumba kabla sijaoa au yeye kufanya. Yaani hilo si tuliazimia kabisa kwamba hakuna atakayetoka nyumbani kwao kujitegemea kabla hatujaoana. Kwa sababu tulijua yani kuna level fulani ya uhuru mtu akipewa waga inaweza kuharibu maisha yake kabisa. Sasa mimi nakuwa huru kwamba haisi yupo kwake. Pale kwa mzee Samson siwezi kwenda ovyo ovyo. Kama nikienda itabidi nibebe na Biblia, nibebe na mtu mwingine wa pili wa kuongozana naye. Twende pale na kitabu cha nyimbo, tukifika tumsalimie mzee tuanze kuimba, tuseme kicho tuleta, huku nampiga kajicho. Si, lakini akiwa kwake muda wote naingia. Sisi tukakataa hiyo, tukasema hii itatupeleka mbali. Kwa hiyo kumbe it's okay katika mahusiano kujua madhaifu yenu na kuweka misingi kwamba hili tu limit hapa, kwa sababu tukizidi hapa itakuwa balaa. Katika hiyo issue ya kukutana kwenye public areas, sisi tumekutana sana KFC mpaka siku moja mzee Samson aliponikuta mimi na mtoto wake KFC. Ile KFC ni kubwa. Nilikuwa naona kama ni kiberiti, yani mimi nipo ndani ya kiberiti. Sijui namna ya kutoka pale. Lakini yote inatufundisha kwamba kwa nini kuwa na hofu? Kwamba mzee amekuja. Na sasa hivi sina hofu. Hata mzee akuta nimemshika hivi. Tena pia tumechumbiana, sio? Na mzee kaingia, kanikuta mimi nipo na binti yake ambaye ni mchumba wangu na nimetoa mahari. Lakini nilitetemeka sana, niliogopa. Kwa nini niogope wakati ule? Kama lingekuwa jema kwa nini niogope? Kwa nini sasa hivi siogopi? Kwa kuna vitu ambavyo ukitaka ni rahisi sana kujua unachokifanya ni sahihi au sio sahihi. Kwa kuangalia unavyoenda kwa huyo mtu wako, unaendaje? Unaenda hivi kwa ujasiri au mpaka ushuke kidogo? Alafu uanze kucrawl. Unatokaje? Unauliza kama majirani wapo au unaweza ukajua kama kina usahihi kiasi gani. Nadhani unaweza kujua kama kina usahihi, si ndio? Kuna kitu kingine amezungumza dada Ana, lakini kwanza tumsikize mtumishi wa Mungu. Zile standards pale, yani sitaweza kugusa maana ameweka msingi ambao mimi siwezi kupanda kule juu. Yaani amemaliza kila kitu. Brother Paul na kuongezea kwenye twende umbali gani compromise ya mambo afu tumalizie na swali la mwisho tu. Nafikiri ni mipaka. Kuna mipaka ambayo mtu unatakiwa uwe nayo. Na mipaka kwa kujiwekea ama kwa kuwekewa. Ni muhimu sana kwa sababu masababisho mengi sana ya vitu yanaanziaga kwenye kutokuwa na self control. Asante sana. Kiasi. Ndio maana pia tukapewa Holy Spirit. Atusaidie kwenye mambo yote hayo. Na nafikiri kuna vitu tu ambavyo kama watumishi wa Mungu walivyokwisha kusema, kujua thamani yako. Lakini kuna system lazima ibadilishwe ndani yako ya ufahamu ya vitu fulani. Uijue. Yaani ujue kwamba wewe ni mtu wa namna hii na mtu au wewe au okay, kama wewe ni mwanamke au wewe ni msichana, unajua sisi wasichana tuko hivi na hivi, ujijue. Wanaume wako hivi na hivi. Kuna vitu ambavyo uwe na elimu tu ya kuvijua. Yaani kuna vitu sasa hivi anza kuvitafutia sasa hivi uvijue. Unajua kodi kigusa hapa moto na waka. Nikifika hapa ni noma. Nikiendelea mbele hapo ni hatari. Kwa hiyo vitu kama hivyo vifahamu, lakini pia kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mimi nasemaga tu msaada wa Roho Mtakatifu nafikiri ni mkubwa sana kiasi kwamba unatusaidia kwenye kila kitu. Hata issue ya mipaka, issue ya umbali, muende umbali gani, Roho Mtakatifu atakusaidia sana. Sema tu ubishi. Ndio nafikiri unaweza kutukosti kwa namna moja au nyingine na umeshatukosti watu wengi sana.
ubishi, yani kutokusikiliza roho anakuambia nini. Yeah. Kwa sababu ukiangalia watu wengi wamechanganyikiwaga, watu wengi wameuawa, watu wengi wamekuwa niseme niweke ndio hivyo, lakini wamekuwa wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Sasa vitu kama hivyo, au watu wengine wanaingilia kinyume na maumbile. Lakini inaanzaga tu kutokuwa na mipaka. Kutokuwa na mipaka tu mtu, yani wanaingia kwenye vitu ambavyo hawakuwaza kuingia. Na shetani anachokifanya, unafika mahali unaumizwa, anakuambia hakuna upendo kwa mwanaume, tafuta mwanamke mwenzako. Au hakuna upendo kwa mwanamke, tafuta wanaume wenzako. Yani kuna namna unaingiziwa tu, na kama ndio hiyo lazima uwe, ndio maana nasema lazima uwe na kuna system, kuna maarifa ya kimungu uko nayo na Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Kwa sababu kuwa na wewe kuwa na Roho Mtakatifu haimaanishi kwamba, au kuwa na maarifa ya kimungu haimaanishi kwamba hutaumizwa. Au yani kuna vitu huwezi kuvikwepa, bali vikatokea ama visitokee. Vikitokea likusaidia neno la Mungu. Yani kwamba sasa, kwa sababu umbali wa kwenda kwenye mahusiano tuweke pia na umbali baada ya mahusiano kuharibika. Ukishatoka kwenye yale mahusiano, huko sasa huko mwenyewe, usinywe pombe, usije kufanya vitu vya ajabu ili kutuliza maumivu. Na huko kuna umbali unatakiwa usiende. Maana Roho Mtakatifu anatakiwa kukusaidia kwenye hayo mambo yote. Yaani kwenye kila kitu. Niseme labda kwa hivyo. Kwenye kila kitu, yani kwenye kila eneo, kwenye kila hatua, iwe hatua nzuri ama hatua mambo yameharibika, hatua hiyo inabidi Roho Mtakatifu akusaidie namna ya kufanya vitu ili usiende umbali pia. Usiende umbali mrefu. Kwa hiyo kuna mambo tu nafikiri ya kawaida ambayo utaki kuyafanya. Ukiwa nyumbani kwako, mtu akitaka kukutembelea, kama mna mahusiano, mwambie aje nyumbani kwenu. Kama upo nyumbani kwenu, aje nyumbani kwenu kwa wazazi wako pale, muongelee pale sebuleni. Akimaliza aende. Kuna vitu huwezi kuona athari yake leo. Sure kabisa. Unajua na huo anakifika kwa nyumbani kwenu inakuwa ni fresh kwanza. Ila kuna athari ambayo huwezi kuiona siku hiyo. Yaani kuna vitu ambavyo kiviruhusu. Unajua kuruhusu ndio ile kwamba kila kitu ni sawa. Yaani hakuna mipaka, kuna hujui kusema hapana. Kuna wimbo wangu mmoja nafikisha kumwambia Pastor Sam siku moja. Nasema niliposema ndio, ukapata nguvu wa kuingia moyoni, ukafanya vurugu, ukanipofusha macho, ukanifanya kuwa bubu. Upendo huu nasema upendo huu ni upofu tu. Nikasahau nilikotoka, nikamsahau Mungu aliyenipenda. Alafu nasema upendo ukanifanya niwe kichaa, kula jalalani nisikie raha. Unielewa? Yaani kuna vitu vinakufunga macho na kufunga huwezi kusema, alafu vitu vyote vichafu na viona viko sawa. Ndio ile ukanifanya niwe kichaa, kula jalalani nisikie tu, yaani nione mbona mimi wanakuambia wewe unakula jalalani, unasema sio jalalani hapa. Hapa mbona ninanili KFC. Kwa hiyo sasa kuna vitu ambavyo ndio maana mruhusu sana Mungu hiyo self control, yani usiingie, tunasema usiingie. Unajua unaweza kaingia mpaka ukasahau vitu vingine vyote. Alafu ukaenda umbali ambao ukiangalia kurudi unasema ndio nimefika hapa. Unajua sasa usifikie hapo kwamba nimefika hapa jamani. Tusifike huko. Kwa kuna vitu sasa hivi tumwambie tu Mungu akusaidie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu jamani yupo. Ni halisi. Mwambie tu nisaidie hapa, nisaidie. Self control yet. Nafikiri tutafika kwenye matatizo makubwa. Hatari sana. Nadhani tumalizie na maswali, lakini niongezea hapo brother Paul. Jambo lingine la pili au alama ya pili ya kujua kama upo kwenye mahusiano sahihi na ucompromise kwa umbali gani, ni kutoruhusu kwamba tafsiri ya upendo
iwe ni tendo linalotokana na wewe kushusha viwango vyako fulani vya kiroho. Vyote hivyo viongea dada Ana pale, vya kiroho, vya kimaadili, vya nyumbani na kila kitu. Kwa nini nasema hivyo na nielezee vizuri? Sasa hivi kuna hatari kubwa sana katika mahusiano ya huku chini, urafiki. Yaani eti maana ya upendo kwamba haunipendi, kwa nini umenibania? Yaani upendo unapimwa hapo yani. Si umeelewa vizuri eh? Yaani usipo lala naye anasema haunipendi. Na mpo kwenye mahusiano. Usipoenda kwake mkakesha usiku mzima mpaka asubuhi mkashindana na majaribu. Maana sasa mnaweza msifanye chochote lakini mkama mmeshindana na majaribu usiku mzima. Yaani mnamka asubuhi mmechoka kwa sababu majaribu yalikuwa mazito. Mtu anatoka anasimama kwenye kona na yeye akicheki ni saa 9. Uwezi ukatoka. Inabidi uendelee kuipambania imani. Asubuhi umechoka. Yaani ili isifike kote huko ni kutokuwa tayari tu kwamba eti maana ya upendo iwe ni wewe kushusha viwango vya kiroho. Yaani kwamba nisipofanya hivi hata ona kama nampenda, yani hiyo sio, haitakuwa upendo. Yani kushusha kiwango cha kiroho ili umaccommodate mtu mwingine sio upendo. Hiyo ni silaha ambayo shetani anatumia kuua hatima za vijana wengi sana. Na ndio kitu madhara yake umezungumza brother Paul. Moja kati ya tabia ya kawaida kabisa ya dhambi ni kufanya kile unachokifanya kiwe ni cha kawaida, yani kiwe ni cha kawaida. Ndio maana sasa hivi mtu wakiwa kwenye mahusiano, mtu marafiki wana mahusiano hata kanisani popote pale, utasikia mtu anauliza mnafanyaga? Hatufanyi. Mnawezaje? Kwa sababu ni kawaida, yani ni kawaida kwamba mkiwa kwenye mahusiano lazima kuwe kuna hiyo kitu. Shetani anafanya hiyo kitu kufanya mambo yote ambayo zamani tulikuwa tunayaogopa. Sasa hivi yawe ya kawaida. Na sawa Mike. Najua tatizo la wanaume. Ndio niko kwenye simu. Na kitu cha ajabu sana ni labda niweke niseme kwa hivi. Kati ya kitu ambacho sasa hivi ni rahisi kukipata ni sex. Rahisi, yani uhangaiki. Hiyo blaza irudie tena. Kati ya kitu rahisi sasa hivi kukipata ni sex. Yani hata ukiamua sasa hivi kukipa, sasa hivi unapata. Au sio kwa mtu mbali. Yani sio watu mpaka wende duniani. Church mbinguni. Church kabisa. Alafu mbaya zaidi nafikiri vitu vya kitu ambacho adui amekileta zaidi sasa hivi. Unajua sasa hizi kila kitu kiko nisemeje yani. Sasa hizi hata ukiangalia mafuta ya kupaka kuna namna yanaonekana. Kuna sex na hiyo, yani mambo ya unayaona kwenye mafuta ya kupaka kabisa yani. Matangazo, muziki, kila yani sasa hizi kila kitu unachokiona au sasa hizi ingia tu Instagram hapo. Samahani brother, samahani ukatisha hapo. Umesema issue ya tangazo. Nimekumbuka siku moja tulikuwa tupo na mama barabarani. Tukaona bajaji moja inatangaza betting. Lakini mtu aliyekuwa nyuma hiyo bajaji ni mdada kavaa tu bra. Yupo wazi na inatangazwa betting. Sasa hiyo ni ujue kwamba sasa hizi kila kitu yani inaleta hiyo taarifa kwenye ufahamu wako kwamba sasa unaona hii yani wewe ukiangalia pa unaangalia beti kweli pale. Sio, unaelewa? Kuna mafuta unaweza kununua kopo kaliangalia kopo ile ukakata kaliangalia. Sabuni sasa kupaka hizi. Za kuogea. Box lake ukaliangalia kwa hizi box hili jamani. Sio, unaelewa? Sasa hivi tuna masanamu yale ya nguo ya. Shukuru kutana na masanamu ya nguo ya. Kuna nani ukiliangalia sanamu hivi? Sasa ni sanamu jamani. Lakini ni kitu kinaintroduciwa, yani lazima ujue kwamba kuna kitu na mbaya zaidi tunakoelekea ni pabaya zaidi kwa sababu kwa mfano watu ambao wanatengeneza porn, hizi porn ziko mwaka 2010 na ngapi? 20 zilikuwa milioni 666. Hizo ni website moja. Sawa? Tanzania tuko watu wangapi? Milioni ngapi? Bilioni 60. Milioni 60?
64. Wewe si mtu wa takwimu wewe. Nani mtu wa takwimu atusaidie? Ni 64. 64 sijui. 60 kitu na. Sasa hizo umeona hizo website unaweza kumpa Mtanzania mmoja. Alafu zikabaki zingine tukawagawia Uganda. Si unaelewa? Manake jamaa wako serious na kitu wanafanya. Alafu baada ya kukuwekea hicho kitu wamekutengenezea hizo. Alafu wamesema ili tukusaidie pia tunakutengenezea na zinaitwa nini zile zina maumbile ya wasichana kwamba sasa ukizidiwa tumia hizi zikusaidie. Ete hizo toys za kike na za kiume. Sasa yaani wametuelezea hizo wamekuwekea, alafu wamekutumia hizi ili sasa ukizidiwa ukiangalia najua lazima tamaa inataka kutimizwa, kwa kutumia hizi zikusaidie kwenye yaani jamaa wanakupa na solution kabisa. Sasa hiyo imeenda mbali mpaka tuna miaka kadhaa mbele zinaletwa robot hapa. Za kike na za kiume. Kwa hiyo utakuwa unaamua tu kwamba sasa una mke nyumbani na una robot la kike pia. Wife akisafiri unalitumia robot. Akirudi pia kwa sababu umeshalizoea unaweza kuendelea tu na robot. Kwa sababu robot litakuwa litakupingi. Alitaki nauli. Alitaki alikubishi chochote unachokiambia chochote kaniletee muhindi ndio kuchukua. Kanifanya hiki. Na maroboti yatakuwa kama yanayotembea hivi. Yatakuwa kama mtu hivi, mtu kabisa hivi. Kawaida. We imagine mtu akwambia mimi hayuko period. Robot hilo aliko period. Ukilitaji muda wote unalipata liko hapo. Ukilituma linasema yes sir. Linaenda kwa sababu wanajua mwanaume nini anataka. Kwa hiyo wanatengeneza kitu ambacho mwanaume anataka hiki. Yaani robot peke yake ndio anaweza kuwa ndio kwa sababu sio mwanadamu, sio mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu ana hiari na maamuzi na nini. Ndio maana tunabadilishana sisi huwa tunasaidiana sisi kwa sisi kama kwa upendo. Sasa ile usio kwa upendo unaliamuru fanya hiki na fanya hivi. Na nikwambie kitu hadi kuna unajua leo wametoa hadi movie za hizo mavitu. Zimeshatoka movie za maana yake movie zinavyotoka ni wanakuambia kwamba kwa miaka kadhaa mbele tunaleta hiki kitu kinakuwa halisia. Kwa hiyo vitatufikia mpaka Afrika huko. Kwa hiyo ni kuendelea kuomba, ni kuendelea kumpenda Mungu, ni kuwa na maarifa sahihi ya Mungu ili kwa sababu issue yani ubaya zaidi ni nafikiri issue ya sex ilikotoka ilikuwa ni kitu uweze hata kukiongelea. Haiwezekani. Tulikofika leo sio hata kuongelea tu. Yaani mnaweza mkisaizi mkakaa tu mko kanisani mkaangaliana jicho tu na mtu papa. Yaani imefika mahali pabaya. Kwa hiyo kama imefika mahali pabaya hadi kanisani kumbuka sasa pia kuna vitu sio safe tena. Lazima uwe makini hata ukiwa kanisani. Hiyo ni kubwa hiyo. Hiyo brother ni kubwa sana. Kwamba upo kanisani isikufanye ukakosa umakini. Inabidi vile viwango vyako vile viendelee kuwepo. Lazima uwe na viwango ambavyo hata kitu ambacho sio dhambi kila mtu anaweza akakifanya. Wewe usikifanye, tafuta mapenzi ya Mungu kamilifu kwa ajili yako kwenye hicho kitu. Sababu sio kila kitu kizuri ni kwa ajili yako. Sio kila kitu kizuri ni kwa ajili yako. Hiyo brother Paul ni kubwa sana. Tumalizie kuna maswali hapa watu wa Mungu wameuliza. Naomba tusome hili moja. Alafu tumalizie. Niliambiwa kuna keki. Basi hiyo inashughulikiwa hapa ili tunapomalizia hapa kila mmoja kidogo ashiriki keki. Lakini Beda, hebu uliza ile swali lako. Alafu wewe uliachwa ulishindaje? Hivi nikushauri nini mtumishi wa Mungu? Uliniambia focus na michongo yako. Sasa umenikumbusha. Nilimwambia Beda. Wewe nikwambie kitu, nikamwambia Beda hivi. Wewe kaza, wewe nikwambie kitu. Wewe piga huduma. Nikamwambia atarudi. Unakumbuka? Nakumbuka baba. Alirudi akurudi. Alirudi. Wewe kaza. Niendelea mbele. Hatari. Haya mambo kumbe tunaona mnaimba, mnataka kulia kumbe mna machungu. Pole Beda. Yaani unaweza kukuta mtu kakuta msiba tu kaingia. Kumbe naye anataka collabo. Yeye anakuwa anaimba verse zake, chorus inatoka kule msibani.
Unafika tena unatafuta msiba kwa kutoa machungu. Mambo ni mengi sana. Beda pole jamani, naomba tumwambie Beda pole. Sasa jamani, sasa asante sana sasa. Pitia mazito sana. Karibu sana bwana. Nice. Nilikuwa nadhani nafahamu, lakini leo nimefahamu zaidi. Thank you so much guys for what you have done. Thank you so much. Na kuna kitu kingine mkanifungua zaidi kabla sijauliza swali, nimejifunza na ningependa kuchangia pia. Tusidhani tunawajua watu. Kwa sababu gani? Kwenye elimu ya intelijensia, mimi sio mtu wa intelijensia, lakini kwenye elimu ya intelijensia, wanasema binadamu ana maisha matatu. Okay. Ana social life, ana private life, ana secretive life. Okay. Social life ni haya ambayo Beda mnamjua nje. Private life ni yale ambayo mtu wangu wa karibu ananijua, mama yangu ananijua, baba yangu ananijua, dada zangu, kaka zangu. Then secretive life ni yale ambayo hata mama na baba hawajui. Ndio yale matukio ambayo unapiga ugenini huko. Hatari. Sio, unaelewa? Tena hata ugenini naweza nisipige, ila mwenyewe yani unaelewa kuna michongo yangu mimi nafanya, hakuna mtu anafahamu. Unaona? So tunavokuwa tunadhani mimi yule namjua. Umemjua kwa uwanda gani? Unaweza kama umenijua kwa sababu nasimama stage naimba. Umenijua hapo. Lakini kumbe kwenye private life ndo hiyo sasa, nikivua socks naacha hapo. Michongo yangu haieleweki. Lakini kwenye secretive life ndo hatari, kuna mambo ya hovyo kabisa. So tusiamini tunawafahamu watu. Yaani hicho mimi ndo nilichojifunza kwamba usidhani unamjua mtu. Unaona? So swali langu ni hili, je, ndoa ni mpango mkakati wa kutimiza kusudi la ndoa ni moja ya mpango mkakati wa kutimiza kusudi la mimi kuwepo duniani? Okay. Hilo swali amelifikiria sana Beda. Yaani swali ambalo linatoka kwenye kichwa cha mtu ambaye amefikiria. Kwa sababu unakuta kuna sehemu unaenda. Kuna jamaa wangu mmoja aliniambia hivi. Kuna vikao nilikuwa siingii, lakini sasa hivi baada ya kuoa naingia kwenye vile vikao, napiga michongo yangu. So nataka nijue, je, ndoa ni moja kati ya mpango mkakati wa kutimiza kusudi? Na je, mara nyingi kuna strategic plans zikifeli, tunaweza tukabadilisha. Je, huo kama ni mpango mkakati unaweza ukabadilishwa? Okay. Hiyo ni hatari sana. Sasa hii hapa ianzie pale kwa Pastor Dani pale. Sababu ndio yupo karibu na Beda pale. Anaweza akatuanzishia vizuri sana. Lakini kwenye ile kitu Beda alikuwa anazungumza, unakumbuka Paul alikuwa anaandika kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 kwamba hakuna ajuae mambo ya binadamu isipokuwa roho ya binadamu mwenyewe. Afasema vile vile hakuna ajuae mambo ya Mungu isipokuwa roho wa Mungu. Kwa hiyo kuna mambo usiseme kwamba namjua vizuri, yani hawezi kufanya hivi. Kuna mambo ambayo ni roho yake tu ndio anayojua. Tena roho yenyewe nayo inashangaa. Au roho inasema au roho nyingine. Unaona hivi hatari. Pastorani tuanzie hapo mtu wa Mungu. Amen. Nitaomba nijibu kwa kadri ambavyo naweza nikaelewa. Amen. Na nitakuwa sentences zangu zitakuwa katika namna ambayo ziko huru kuongezewa mambo. Yeah. Yes, mimi naweza nikasema according to the Bible, Biblia inasema wawili ni bora kuliko mmoja. Na kama ukioa bila kutazama habari yako ya kusudi, mimi nadhani kuna namna utakuwa unaanza kufeli. Unapooa lazima kuna kuelewana kusudi lako ni nini na nini hatma, si ndio? Na kwa sababu Mungu alisema ili utimize kusudi unahitaji watu. Huwezi ukatimiza kusudi la maisha yako bila watu. Yaani kuna vitu fulani uviwezi na vinahusu utimilifu wa kusudi lako. Yaani kuna kitu unakuta ni ndo kamsingi ili kusudi la maisha yako litimie. Ila kitu hukawezi kabisa. Tulishaongea kitu tukasema kama ambavyo Mungu alimwambia Moses, utanijengea hema.
Lakini Moses alikuwa sio fundi mjenzi. Alikuwa hawezi hajui. Na Mungu ndo amemtuma Moses kujenga hema. So ikambidi atokee mwingine aliyepakwa mafuta kwenye ujenzi, apewe ramani kutoka kwa Moses, yule jamaa aanze kujenga. Umeona? So nadhani mtu wa kwanza kwenye wewe ambaye unatakiwa uanze kumzingatia, ambaye atakusaidia kwenye huo mpango mkakati wa kutimiza kusudi, ni huyo mwenza. Ni huyo mwenza. So absolutely ndoa ni mpango mkakati katika kutimiza kusudi. Mimi sasa hiyo nimesema sentensi zangu zitakuwa wazi kujaziwa hata kupingwa. Au cha pili ambacho nimekuwa nikiona, mimi mwenyewe naongea hii nadhani nitakuwa uhuru zaidi kwa sababu mwenyewe bado sijaoa. Ila mtazamo wangu unavyoona, Mungu anasema tokea mwanzo Mungu alimuumba mtu mke na mtu mume. Si ndio? Hilo ndo wazo la Mungu. Ingawa kwenye Bible Apostle Paul aliweka wazi kwamba kama ukiweza uishi namna fulani, na akasema haya ni mawazo yangu. So tukirudi kwenye agenda ya kwanza ya God kwenye creation, ni mtu mume na mtu mke. So moja kati ya vitu nimeona siku hizi kuna agenda nyingi sana ambazo zinaweza zikawa zinadharaurisha taasisi ya ndoa. Mimi nadhani ni moja kati ya vitu ambavyo sisi kama Wakristo wenye ufahamu mkubwa tunatakiwa tuzipinge hizo, kwa sababu ndoa sio taasisi ya kawaida, hasa kwenye swala la kusudi la maisha ya mtu. Kwa hiyo ukiwa unapanga mkakati wako vizuri kwa habari ya kusudi lako na namna gani utalitimiliza, kama bado hujaoa, you are lucky. So unapokuwa unatafuta mtu wa kuoa, zingatia sana mpango mkakati wako au hatima yako. Yeah, so yeah. Imeenda, hiyo imekaa fresh. Imekaa fresh. Pastor Paul, tunaongezea nini hapo? Nafikiri pia Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. I say, mimi nafikiri nitaongezea tu kutokea hapo. Lakini kwanza hatuoi ili tuingie kwenye vikao fulani. Hatuoi ili tuingie kwenye vitu fulani ambavyo tulikuwa tuingii mara ya kwanza. Hiyo ni issue ya favor tu. Ukimwomba Mungu favor utaingia sehemu ambayo hukutakiwa kuingia. Yaani kwa kawaida hukutakiwa kuingia, lakini favor Mungu imekuingiza, sio kwa sababu tu umeoa. Though ukioa kuna favor yake pia ya ndoa. Kuna baraka yake pia ya ndoa. Sasa baraka kuna baraka tu ile ya ndoa, yani mmeshaoana, Mungu ameshawabariki. Yani mkishaoana kuna baraka ambayo Mungu anakuwa ameshaiachilia kwa ajili yenu. Hiyo ipo kwa mtu yeyote, au ameokoka au hajaokoka. Kuna baraka tu ikogo yani. Yani ikogo tu. Yani Mungu sio kama anawabagua kwamba waliokoka ndio nawabariki, hao wengine sio wabariki. Mungu yani sio yani hana chuki hivyo. Hana upendeleo. Yani kama ni issue ya ndoa, akibariki amebariki kwa mtu yeyote. Na kuna mambo mengine ni mambo ambayo unaweza kumwomba Mungu akakupa kama favor kwenye vitu fulani fulani. Kuna kusudi kwenye ndoa. Nitaongelea hii kwa namna hii. Ukijiangalia jinsi ulivyo, wewe ni mwanaume. Nikishazama mwanaume unaelewa mambo mengine yote kuhusiana na wewe. Ukimzungumzia mwanamke, na yeye mwanamke anaelewa kuhusiana na mambo yote kuhusiana na yeye. Mungu akukuumba wewe hivyo ulivyo kwa bahati mbaya. Akumuumba mwanamke pia kwa bahati mbaya. Aliwaumba kwa makusudi kabisa. Na ukisoma, mimi nitaanzia tu kule mwanzo. Mtu mume, mtu mke. Kuna okay, sisi tuna mtoto wetu anaitwa Tiffany. Hii Tiffany aje kwenye ulimwengu huu, ilinihitaji mimi, ilimhitaji na Ana awepo. Last hivyo Tiffany asingetokea. Kwa issue ya kuongezeka duniani na kile kitu ambacho Mungu anataka kufanya kwenye ulimwengu huu inategemea na sisi. Na Mungu ameacha hiyo kwetu, na hilo ni kusudi. Yaani kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka la wanadamu. Hata kuongezeka kwa wanadamu inategemeana na mwanaume na mwanamke. Mungu ameweka kwa mwanaume mbegu, ameweka mwanamke kupokea kama udongo mzuri ambao
unakuza. Alafu sasa uzuri wa mwanamke sio tu udongo mzuri kwenye ishu ya uzazi. Mwanamke ni udongo mzuri kwenye mambo yote hata mengine, yani hela nini, maisha, kufanya vitu. Yani tayari hiyo kuwa udongo mzuri kwenye kuzalisha, yani kwenye kupokea mbegu na na kupaka mbegu inazaa. Hiyo haipo tu kwenye issue ya tumbo lake, ipo hadi kwenye mambo mengine kama akielewa, kama akijua. Kwa hiyo okay, hiyo haikuwa point yangu kubwa sana ya kuelezea mambo ya udongo mzuri na mbegu. Lakini kikubwa, ulimwengu kuongezeka, ulimwengu kuwepo, watu kuzidi kuongezeka duniani, inamhitaji mwanaume na ambao ni kusudi, nafikiri kusudi mama kabisa. Kusudi mama kabisa. Hilo ni la msingi sana. Kwa hiyo Beda, leo usikiamua usioe, sio kama Mungu atakuchapa kwa sababu hujaoa. Au atakuwa sasa Beda sasa kwa sababu lakini kuna kitu utakoja kafanya ambacho kwa kupitia wewe kuna mtu atakiwa awepo hapa duniani. Ambao huyo mtu kuwepo, issue tuliongea na Pastor Samson moja, issue sio mwili wake. Roho ambayo Mungu anaiachilia, yani roho, kwa sababu mtu si ni roho. Mbegu imekimbia, anasema mbegu imeshinda mbegu zingine zote. Yenyewe kakimbia kaingia kwenye yai. Ni sawa, hiyo amekimbia au hajakimbia sana, sawa, ule ni mwili umeingia. Sawa. Lakini cha msingi ni pumzi ambayo Mungu anaiachilia, ambayo ni roho. Ambayo hiyo ndio ya msingi sana. Ndio maana kuna watu wamezaliwa, kuna jamaa mmoja anahubiri hana miguu, na mfano jamaa hana mikono. Ni mwili ambao Mungu aliamua kuutumia. Lakini roho, unaona roho ya utendaji kazi ya yule mtu. Sasa imagine babake na mamake wakisema mimi sioi. Kwa sababu kwa kupitia yeye yule utumishi ule, watu wengi wanafunguliwa. Umeona? Na kuna mambo mengine sasa ambayo Beda kwenye ndoa unatakiwa tu mtu sasa uyaelewe kwamba sasa pamoja na kusudi la kupata watoto, haya kuna kusudi lingine ambalo Mungu ametupa mimi na wewe. Ni lipi? Hilo sasa ni issue ya wewe kumuomba Mungu. Kwa sababu siku moja niliongea Pastor Sam mahali nikasema wakufanana naye sio chupa na chupa, ni chupa na mfuniko. Yaani chupa na mfuniko. Yaani hawezi alafu ile kuwa kitu kimoja ni kama vile mwili wa Kristo. Yaani unajua, yani huyu ni kichwa. Ni mwili kuwa mwili mmoja. Ni kama tu ile mwili wa Kristo. Yaani huyu kichwa, huyu. Yaani hivyo yani tofauti yenu mtu akiangalia hivi haioni, manake mko sawa kwenye kila kitu. Yaani mtu ambaye ana cover, yani si nielezeje ili ieleweke. Au Mike. Sawa na baiskeli ile pedo yake ambapo inaingiliana kwenye meno. The way zinaingiliana inaenda. Yes. Kwa manake lakini kimsingi yale meno yametofautiana. Yes. Ikiwa hivi hamna kinachofanyika. Ni kweli. Yale meno yako hivi. Yes. Ndio kazi inafanyika. Lazima yawe tofauti. Yes. Malizia mchungaji. So iko hivyo na Mungu sasa cha ajabu ambacho anakifanya kwa kupitia upendo. Ndio hayo yote yanatokea. Kwa kupitia upendo tu hayo yote yanatokea. Kwa hiyo kuna kusudi kwenye ndoa ama kwenye kusudi, kuna kusudi kwenye kuoa. Ila pia tuoi mtu yeyote pia. Kwa sababu unaweza kaoa kitu ambacho sasa unakiambia hiki hakielewi. Yaani samani naomba nitumie maji, si maji yepi. Naomba niyafungue. Unayo hapo. Naomba niyafungue haya. Sawa. Ameshanya. Mtumishi alikuwa nadhani hayo ni ya kwako. Mimi kwangu sio nimefungua. Tumesema ni chupa na sio chupa na chupa, ni chupa na mfuniko, si ndio? Ila anaweza asiwe hivi akawa hivi. Yaani zungusha. Yaani ukifanya tu hivi. Umeelewa? Lakini nitakuonesha kitu. Nikikaza hii hapo. Yaani kiinua hivi. Kwanza maji yanamwagika? Hapana. Nafikiri kuna kitu umeelewa. Kwa ni muhimu sana. Haya jamani, tunashukuru sana. Mmefunguka sana. Tunajisikia raha. Naomba niulize haya maswali. Kuna swali pale. Nikuja kwa Dana, okay? Tulipeleke basi. Sababu Pastor Paul amejibu maswali mengi.
tulisikiliza ile laana, inasema kwamba unawezaje kufahamu hata kwa uchache money habits za mtu, kama juhudi yake ya kufanya kazi, kuprovide kwenye familia, vyote. Yani unawezaje kujua mwanaume namna ambavyo ana handle fedha, kama hivyo kazi, provision na vitu vingine kabla ya ndoa? Okay, nitaanzia po alipoishia kwamba men ni seed, mwanamke ni multiplier. Nitaiweka hivi: men ni vision bearer, mwanamke ni not facilitator, lakini the one ambaye anasaidia the vision to come to life. So kwenye eneo la fedha, the first thing that you have to look at, does that man have a vision? Because the core reason, the core responsibility of a wife is to help. You can't help nothing. You have to help something. So does that man have a vision? Ye mwenye vision yake ameelewa wewe? Yani mtu anaweza asiwe na the clear picture ya wapi anaenda, but unamuona there is something anaona, anaweza asijue namna ya kuelezea, lakini there is something anaona, and na mimi na yani kuna kitu kina testify ndani yangu, there is something that will come out of this person. Kwa hiyo the first thing, he has to have a vision. Vision itamsaidia yeye kwenye hata namna anavyofikiri, tabia zake, because he's shaped by the vision. Kwa hiyo one of the ways that you can look at his financial ability ama mindset ni ukiwa naye, how does he handle money? How does he handle money? Simaanishi akupe tu hela au vipi, no. Kuna consumer mentality na kuna investment mentality. There has to be a balance between the two. Ndio maana the Bible says he gives bread to the eater and seed to the sower. That means there has to be a balance between the two. So huyu mtu ukimwangalia in your interactions, how does he handle his financial situation? Anaweza asiwe na much, lakini hata hiyo little aliyokuwa nayo, what is he doing with it? Is he just spending? Yani unajua kuna ule mtu akipata tu hela anaweza kuvaa. Yes, it's important, but was it really necessary at that time? Kwa hiyo kuna red flags unaweza ukaziona kama hivyo, spending in unnecessary things. Yani unnecessary things are unnecessary things. Inaweza ikawa unnecessary kwake ikawa necessary in the sense kwamba yeye ndo ana vision, labda yeye anaona ainvest. Kwa mfano, poa aseme hela tu weke kwenye huduma. Sawa. Mimi siwezi nikaona hiyo kama vile ana planned money. Hiyo ni investment kwenye nini? Kwenye vision. Lakini kuna ile akipata hela unaona tukale bata twende vacation, you know? Unaona sasa huyu malengo amesema nayo haya. Huko atafikaje kama hii plan hapa haijakaa vizuri? Lakini pia when you talk to each other, unajua relationship kuna different levels of satisfaction. Mtu anaweza akakusatisfy mentally. How does he think mentally? Yani do you think at the same level, or labda yeye yuko higher than you or something like that? Anakusatisfy au wanasemaga hajai? Yani his intellectual thoughts kwenye namna ya kufanya vitu, let's do this. Unaona, at least mtu akwambia let's do this, wewe ukajazilia let's do this in this way, then mtu unamwambia labda tutafanya nini maybe the month of March. Hola. Unajua?
So someone has to have a clear vision, yani. Not clear, lakini has to have a vision. Maana nikisema clear, that is so unfair. Has to have a vision. Kwa sababu kabla wewe hujaja kwenye picture, sio kwamba yeye ana vision ili wewe uje. Yani alikuwa anaishije? Kwa hiyo ina maana wewe kuja yani ni manifestation ya nini he represents as a person. Kwa hiyo you have to study the way he spends money. How does he spend money? Nikimuomba hela ni mtu ambaye ana reason au ananipaga tu. Hiyo nayo ni alarm. Kwa nini ananipaga tu hela? Yani like he has to reason, why do you need this? Je, naweza nikakushauri otherwise? Ni mtu ambaye anawazaga mimi nawaza tu invest, alafu mwaka fulani unajua kuna yale malengo naambia Ray mke wangu tuvumilie, kuna mwaka mnauona Mungu ameniambia yani tutakuja kujenga, lakini right now let's do this. Kwa hiyo kuna vitu tu, kuna tu topics, kuna tu tabia vitakuwa alert tu kwamba financially au intellectually, kwa sababu finance also is related to intellect. Huyu mtu hayuko kwenye standard yako. Bala. Yaani sasa mimi nikiongea kwa namna rais nilivyomuelewa dada Ana, ili pia ujue uwezo wa mtu kumanage hela, angalia pia mtazamo wake na anavyoiongelea hela. Kuna mwingine hela kwake haina nafasi, yani mimi maisha yangu ni Mungu tu, nipate nikose anayejua ni Mungu. Unajua hapa kuna changamoto. Na mwingine ni hela tu, yani mimi kwenye hela usiniletee chochote, tutakuwa tuelewani. Kwa lazima pia uangalie namna ambavyo mtu anaiongelea hela. Mungu ametumba katika namna ya ajabu sana. Vinywa vyetu vinaweza kuwa reflection ya kile kilichopo ndani yetu. Kuna tabia nyingi sana tumejiingiza kwenye mitego ya kuhusiana na watu, na tumezivaa hizo tabia kwa sababu hatukusikiliza kwa makini wanaoyaongea. Kama tungesikiliza maneno yao, tungejua huyu mtu ni wa tabia gani. Tatizo sisi hisia zinatufanyaga tuwe kama vichaa. Yaani tayari ushapumbazika kiasi kwamba anaongea. Unajua Mungu huwa haruhusu jambo litokee bila kukupa hint, signs. Lazima kwanza ataongea signs. Anakuonyesha huyu jamaa anavyoiongelea hela, anavyoongelea akipata hela atakavyokuwa, anavyo-treat ndugu zake wakati akiwa na hela, anavyotoa kanisani. Unajua hiyo nao ni ya msingi. Mimi brother, sasa hii niseme, moja kati ya sababu zilizofanya ni muoe huyu, alikuwa mtoaji wa fungu la 10 kanisani. Kila mwezi anasimama katika watu ambao wanaitwa jamani wenye mafungu ya 10, kasimama na bahasha yake anatoa fungu la 10. Nikaingia kwenye mfumo, nikajaa. Kwa sababu nilijua kile nilichokibeba kinahitaji niwe na mke ambaye ana roho ya utoaji. Asipokuwa na roho ya utoaji, watakaoteseka ni hawa kina Nsoja. Watakaoteseka. Kwa sababu kuna nyakati watahitaji kitu kutoka kwangu kama mchungaji wao. Huyu akinikazia mimi, sicheki na wewe. Sicheki na wote. Yaani akikaza mimi sitobo. Wewe hata niwe na kuelewa kiasi gani. Huyu akishasema hapana, imeishia hapo. Tutasalimiana tu juu. Umeona? Kwa hiyo ilinifanya nione kama katika fedha yake ana mahali au ana nafasi ya kumtolea Mungu. Huyu ana matumizi sahihi ya hela. Kwa vingine vyote huku tunasaidiana tu, hiki kiende hivi kiende vile, lakini kama anajua kwamba aliyoyapata Mungu kwanza na anastahili ya kwanza na yaliyo bora, huyu ananifaa. Kwa angalia pia mtu wako ule naye anazungumziaje michango ya kanisani. Angalia analizungumziaje fungu la 10. Angalia anazungumziaje matoleo. Ukiona anaanza kukwambia ile kanisa tu matoleo ni mengi sana. Kama anaweza kumnyima Mungu, ashindi kukunyima wewe. Wewe ni nani bwana? Kama naweza nisitoe fungu la 10 nikamuibia Mungu, Malaki nasema hivyo. Sasa wewe ni nani? Balaa hiyo. Au mtumishi wa Mungu zaka kuongezea, kuna swali lingine hapa. Iko sawa? Kuna swali lingine hapa tumeulizwa. Sasa hili nitajaribu niliweke vizuri ili nisitaje majina ya haya makanisa hapa. Nitataja kwa namna hivi. Anasema hivi, vipi kama kijana wa kike amepata mchumba ambaye anaabudu katika makanisa yasiyoamini wokovu, lakini familia yake, sasa hii familia ya nani? Okay, lakini familia yake ni
familia huyo kijana nadhani sijui. Anasema ni watu ambao pia wanasali kwenye makanisa ya namna hiyo. Yaani mwisho wa siku ni kwamba anataka kumuoa mtu ambaye najua sio wa imani moja na mimi ili kuridhisha familia. Hii ina hatari kiasi gani? Najua kwamba huyu haamini kitu kimoja na mimi. Lakini kwa sababu ya kelele za familia au kwa sababu ya kwamba familia yangu ina mtazamo sawa wa kiimani na yule mtu, sasa mimi nioe tu ili kuridhisha. Hiyo ina hatari kiasi gani? Tunaweza tukaitanua zaidi, kufanya maamuzi makubwa kama kuoa kwa ajili ya kuwaridhisha watu ina hatari kubwa kiasi gani? Kwanza ujue kuwa hawaoi wao, unaoa wewe. Hawaolewi wao, unaolewa wewe. Kwa namna hiyo unaweza hata ukaolewa na mchawi. Sababu umelazimishwa. Kwa sababu wamekulazimisha. Kwa unaweza kuolewa na wowote. Na lengo la tunachokiongea, hautakiwi uolewe na mtu yeyote. Na mtu yeyote. Ndio maana ni vizuri kuolewa na mtu ambaye mnaamini kitu kimoja. Inasaidia sana na itakusaidia sana kwenye mambo mengi sana. Kuna vitu atakuelewa wewe ambavyo mtu mwingine ambaye haamini hawezi kukuelewa. Sasa mnaenda kwenye mkesha wa maombi. Sasa kama kumkesha wa maombi kufanya nini? Mkesha wa maombi mnaomba tu unajua I make sense. Haiwezi ka make sense kwake. Yaani mnaomba tu, atakuza hata matatu. Yaani mnaomba tu saa 3 mpaka saa 12 unanipanga amna kutoka, utabaki hapa. Sasa hiyo cha kwanza kitavuruga kwanza moyo wako. Cha pili utaanza kumchukia. Bana huyu nini? Yaani kuna namna afu kuna kitu kinaanza kushuka ndani yako. Mdogo tu unaweza usione. Na nikwambia ukweli ni kwamba kuna wakati utakuja kuolewa na mpinga Kristo. Tunatoka mchawi sasa hivi. Inapanda. Tunatoka kwenye mchawi. Ndio akwambia sasa mpinga Kristo. Unaambia unajua kwenye Biblia itafuata shetani. Maana mpinga Kristo yupo chini kidogo ya shetani. Umeshakutana na ma atheist. Umeshakutana naye hivi ukakaa naye hivi kwa unaongea naye? Hapana. Unaweza kaacha wokovu. Kama huna Roho Mtakatifu, kama huna maarifa ya Mungu. Sasa unakutana na mtu anaona hiyo, kuna namna anaamini kitu kingine tofauti. Anakutoa kwenye reli. Anakuambia Yesu, Ona mjuaje Yesu? Alafu unakuta unaujui. Tayari your point. Anakuambia sasa yaani Mungu amewatoa watu Israeli Misri aje akafa anataka akawaacha waishie jangwani. Sasa ndio nini? Hiyo kitu hamna. Atakwambia hiyo kitu hamna. Umeona sasa issue ya mtu ambaye asiamini. Yaani ana taarifa anakuambia dini ililetwa na hizi mambo mnafanya. Zililetwa tuna wazungu watu weupe hao. Unajua kuna watu ambao wako kuna makanisa yao hawaamini kuhusiana na Yesu Kristo. Si unajua? Hawaamini kuhusiana na Yesu Kristo kabisa. Alafu ndio sasa kelele nyingi ndio umempata wa huko. Alafu anakuambia sasa kuanzia leo tunakuwa tunaenda kanisani kwetu huko. Ukifika kule kwanza, yani Mungu wao ni mtenda, yani ni kiongozi wa imani yao ndo sasa ndo mtu amekuwa huko. Mimi nampenda, yani mimi huyo ndo umempata sasa. Mmefika huko mambo ni kama hayo sasa. Wanaamini kitu kingine tofauti kabisa na umeshaolewa unafanyaje? Utavunja ndoa? Kutoka unataka, kubaki unataka. Na itafika mahali na ndio maana tunasema tunayoongea nia yake tusifike huko. Tusifike huko. Isifike mahali ya wewe kufanya uchaguzi kati ya Yesu na yeye. Kabisa. Unajua mimi kwani hivi unafanyaje uchaguzi kati ya Yesu na mtu? Yaani mimi hiyo kitu, yaani Yesu ni Yesu, tunajua sasa, yaani Yesu. Sasa hiyo ya Yesu inabidi ianzie leo.
ya kumchagua Yesu peke yake. Ila eti Yesu hapa, mume wangu hapa. Hawa kwanza hawafanani. Huyu ni kumbuka, huyu ninayemzungumzia ni Yesu. Yaani kama ni mume anatakiwa aamini zaidi kwa Yesu ni Bwana. Sasa hivi tukiingia ndani kule anajua kwa Yesu ni Bwana. Nisiweke mume wangu na Yesu alafu nianze kufanya uchaguzi. Nani pamoja na utamtii na utamsikiliza. Sawa? Yaani Mungu mwenyewe ama Yesu mwenyewe anataka umsikilize, utii. Yaani usubmit nasema. Usubmit. Lakini isifike mahali pa kuwafananisha, yani kwamba nani umchague. Na cha muhimu kabisa kitu kingine nafikiri niseme tu ni maamuzi ambayo unatakiwa kuyafanya sasa hivi. Mapema. Na njia ambayo unataka kuiendea sasa mapema. Ndio maana mtu atakija sasa mimi nimeokoka pia. Muulize unasali wapi? Na mchungaji wako mnaamini katika hiki na hiki. Kwa sababu unasema mimi nimeokoka. Kuokoka si yani mtu akisema ameokoka bado haitoshi. Kwa ambako tumefika sasa hivi. Asante, nilikuwa naisubiri hiyo kauli, ni amana sana. Kwa ambako tumefika sasa hivi. Kwamba tu nimeokoka haitoshi. Kwamba tu mimi ni Mkristo haitoshi. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua vitu, anaamini nini, mwenendo wake. Vitatusaidia, nafikiri vitatusaidia zaidi kuwa na watu sahihi kwenye maisha yetu, lakini pia wa imani sawa. Hiyo ni yenyewe sana. Tukiwa tunamalizia hapa brother Paul kwenye ambao ameyazungumza, nilikuwa naangalia kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 37. Sio kama nitakiwa na kwa haraka. Hii nani yako sielewi. Nisaidie kuangalia hapo. Tuweze kujazia 10:37 Mathayo. Niweze kujazia hiyo kwenye maandiko alafu nitengeneze msingi mzuri tukiwa tunamaliza. Nadhani maswali yameisha eti. 10:37 anasema hivi, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Yesu hivyo zungumza. Alikuwa nika viwango vya ufuasi. Kwamba kumfuata yeye inahitaji yeye awe namba moja kabla ya kila kitu. Saba tusimpe namba kabisa. Tena tusimpe namba. Yeye awepo. Namba tuwape watu wengine. Tuwape wengine. Yeye awepo. Yeye awe ndo maisha yetu. Awe ndo maisha yetu. Anasema mtu akionyesha tu kumpenda baba au mama au ametoka kwenye viwango, hamstahili. Kwa hiyo inapaswa uwe ni ukiri kwenye matendo ambao kila aliye karibu na wewe atajua kwamba huyu jamaa ukimwekea Yesu na kitu kingine chochote, huyu ni Yesu. Hachukui kitu kingine chochote. Inapaswa iwe hivyo. Watu wa Mungu nadhani tumefaidika sana, si ndivyo Imekuwa njema Kama kuna swali lolote kutoka kwetu. Sasa dada Po. Lakini ni mwili mmoja. Kaka Po na dada Ana. Tukiwa tunamalizia hapa. Kwa ufupi sana lakini. Kwa nyinyi waga mnagombana. Kwa sababu mmezungumza huko vitu vingi kwamba tulitarajia mahusiano ndoa itakuwa hivi na nini. Kwa kuna kupishana. Kwa haraka tu. Mnarudishaje amani? Mnatatuaje migogoro yenu ili mrudi kwenye hali ile ya kukaa sawa? Huwa tunaongea. Lazima tuongee. Okay. Nafikiri mimi ndo muongeaji mkubwa. Yaani hata mke wangu anajua kwamba mimi sawa tutapishana lakini mimi lazima tuongee. Okay. Nafikiri lakini tunapozidi ambako tumetoka na tuliko sasa hivi. Sio mpaka mimi sasa hivi yeye mwenyewe kama kuna kitu lazima sasa tuongee. Okay. Yaani sio tena mpaka mimi nianze sasa tukae tuongee. Yeye anakuambia tuongee kuna issue hapa hii inakaa sawa basi bwana endelea. Bila kuongea mwezi mkafanya mambo yakae sawa. Ni kuongea. Sio kuzira. Sio kununa. Sasa hivi imagine umenuna afu na unapika. Lazima upike. Lazima kuna vitu uvifanye. Kwa ni noma sana. Kwa lazima yani kuongea ndo solution. Bora upike kwa furaha mkiwa mmeongea kuliko kwa umepika huko unanuna. Sasa ndo nini? Na mafuta ya kuunguza. Katika hali hiyo ya kununa mafuta yamekurukia yamekuunguza. Na unakuta mume wako ameweka 4 anakula TV pa anasubiria chakula unachopika wewe ambao umenuna. Na anakula bila aibu
bila kuogopa kununa kwako. Safi. Na mnaenda kulala kitanda kimoja. Imagine mnalala kitanda na mmenuniana, inachekesha. Lakini ndio hivyo, mtalala, mtaamka. Yaani hiyo ni ishara kuwa nyinyi ni kitu kimoja. Yani kuna ile hakuna kitakachowatenganisha. Yaani kama vile tu, yaani hakuna kitakachowatenganisha hata kununa, yani nini hivyo. Kwa hiyo solution ni kuongea. Mkiongea mnayamaliza matatizo yenu na tofauti zenu. Ndio kwenye kuelewana sasa hapo. Umejisha sana. Kuna jibu ni hilo hilo ni hata. Kwa hiyo sasa kwa maana hiyo tuwasaidie ndugu zetu. Tunapozungumzia ndoa nzuri, sifa ya kwamba ni ndoa isiyo na mikwaruzano isiwepo. Hiyo sio si ndivyo watu wa Mungu Tunaposema wale wana ndoa nzuri sio kwamba ni malaika waga wapishani. Mimi nadhani uzuri wa ndoa upo kwenye namna mnavyorudi mezani. Yaani pasipo kujali katika kupishana mmeenda umbali gani. Lakini namna mnavyoweza kuzirejesha roho zenu tena mezani pamoja. Hiyo ndio inapima ndoa yenu ni imara kiasi gani. Na hata mahusiano pia inapima katika namna hiyo. Ingawa kwenye mahusiano nataka kuzungumzia sana kwa sababu tunaweza mbali sana. Tunamaliza, tumemaliza. Kuna games mbili tuliziona mimi na mke wangu na baadhi ya viongozi hapa. Tukasema tucheze na nyie. Huko tukiwa tunamaliza. Sinawezekana? Unakumbuka alisema kumbukumbu yake sio nzuri. Nakumbuka. Sio kumbukumbu, sio kumbukumbu. Sasa anakutetea huyu. Sawa. Ziko mbili. Sawa. Ya kwanza tumeiona ikionekana huko duniani. Tunaweza tukaifanya hapa. Sawa. Wewe na dada Ana mnaongea kutokea herufi A mpaka Z. Wewe unaanza kuongea neno la A, yeye anakujibu neno la B, wewe unakuja C, D mpaka Z. Ili mradi tu kila sentence inayoanza ianzie na hiyo herufi husika, sio? Narudia tena hapa. Yaani wewe na yeye mna create story, lakini hiyo story mwanzo wa sentence lazima iwe mtiririko wa zile herufi zetu A mpaka Z. Kwa hiyo ukianza na sentence ya A, yeye anapokujibu anatakiwa kukujibu na sentence ya B ambayo ipo kwenye hiyo story ambayo utakuwa umeianzisha. Wewe unarudi kwenye sentence ya C, ndani ya hiyo story yeye anamalizia sentence ya D mpaka Z. Lugha iwe moja. Lugha Kiswahili. Basi rafiki yake utatumia Kiingereza. Lakini wewe tubaki huku Tanzania. Lakini wewe pia unaweza kutumia Kiingereza. Ukiona kunaelewa Kiingereza mpaka Z. Wewe unatafuta hizo nani kabisa. Sawa. Hizo alphabet wewe nazo ili sio kachanganya. Unaweza kuchukua Z mwanzo. Lakini si inaenda hiyo. Inawezekana. Tujaribu tutakapoishia hapo. Hatuwezi kuisha. Ni A mpaka Z. Jambo ndio sasa nakumbuka lazima. Nilikuwa nasikia tu. Hapo unaanza kanisani. Maisha yana adabu kabisa. Nakumbuka mwanangu, mtoto wangu nakumbuka. Sema hivi. Naona tu wewe. Sasa leo. Watu wa Mungu tunamalizia, tunathamini muda wenu na poleni sana kwa kuwaweka sana. Tunamalizia na hizi games, tunakula keki, tunaondoka. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Z ndio mwisho. O P Q R S T U W X Y Z. Kuna maneno mawili shaona hapo ni kibalaa. Q na X. Linaweza lisikuangukie wewe. Likiangukia kwa ndugu jirani hapa, utakuwa ataua, maana anajuaga ana shughuli mbovu kwenye maneno ya namna hiyo. Kwa sasa wewe unaanzisha story kuanzia kwenye hiyo A hapo. After Dana atapaswa kuflow kwenye hiyo story ambayo utaianzisha.
Dakika moja. Hii uduvi ni nini? Sabari. Unatoa silaha mapema sana. Sasa uduvi utamchanganya ajui uduvi ni nini. Tuanze. Tuanze, okay. Hapo vimeo kwamba ya kwangu ni magumu sana. Hapana. Au yeye aanze eti dadana uanze wewe Uanze Mimi wewe. nianze. Okay, anaanza kabo. Ana. B. Kutokea hapo sasa. Hapo sasa. Ipo. Changizo la ujenzi wa kanisa limefikia wapi? Wenda hiyo sawa. Wasemaje? Kasema don't know. Au ungesema to do. You don't know? Hiyo tayari F sasa dana. For example, the contractor didn't come. Guy. Hadi leo. Umetisha sana. Umetisha. Twende dadana hichi sasa. Marefu bado. Bado. Hiyo ndo nini sasa? H okay. Lakini hiyo ni H. Afu sasa. Hiyo ndo nini sasa? Okay, sawa, sio mbaya. Sawa. J. Just leave that. Kwa hiyo yaani naachaje tu hivyo hivyo. Mungu akusaidie. Kwa hiyo L. Kuna L. Huyu kasema kwa hiyo naachaje iwe hivyo. K L. Learn to be patient. Sawa. Mama yangu aliniambiaga watu wanaoongea Kiingereza watakufelisha. No. Umesemaje? No. No. Mimi ndo Okay. Sawa. P. Pastor Paul. Q. Quick question. Quick question. Hatari. Hivi T ameshapata nguo zake za shule? Inakuja ni R.
Hapo ndo unapotamani labda iwe labda. Restocking. Ongea Kiingereza kigumu cha Marekani ndani huko. Sasa nimekwambia hii mambo ya Kiingereza. ST Tiffany amekumisi. hatari. You Huwezi niambia Tiffany amenimisi wakati nimekwambia show zake za shule. Hivi ni huwezi? Baba ungesema uwewe. Ushangae uwewe. Okay, nishaelewa. Unadhani nitakuelewa ukiniambia amenimiss Tiffany wakati mambo yake shule hujaniambia? Twende kazi. UV Hapo vi. Usema tu iwe. Dana V sasa. Vipi sasa? Wewe. Usinitafute ubaya. X. Lakini tumejitahidi. Unasema saksa. Saksa ngoja nikwambie. Makofi kwa ajili ya watu wa Mungu bwana, wamefanya sana. Hatari. Kuna hii ya mwisho sasa. Sawa. Tumalize na hii alafu tule keki. Inabidi sasa ya mwisho mfumbe macho. Hii ni common, tunaifahamu sana hii. Sasa hii tunauliza maswali alafu mtakuwa mna respond kwa vitendo sawa na vile ambavyo tutakuwa tukiuliza. Hebu naomba nionyeshe ile kitu. Mnainama mnafunga macho. Alafu tunauliza maswali, mnakuwa mnajibu kwa vitendo sana maswali yanayouliza. Haiwezi kuwa shida sana. Mmoja na act mwingine ana wote kwa pamoja. Wewe kila mtu anajibu. Kila mtu anajibu Kwa vitendo. kwa vitendo. Sawa. Haiwezi kuwa shida. Kwa mfano, hebu tujaribu hii. Haiko sawa, haiwezi kuwa. Hii iko sawa. Sawa, tuanze. Ni nani kati yenu ambaye ni rahisi kuomba msamaha? Dada nafumba macho. Kwa hapo mtaonyesheana ishara, Nani rahisi kuomba msamaha? Yes. Ndio tumeanza, hiyo ndio ya kwanza. Hata kama ni wewe unajionyeshia mwenyewe, now it's okay. Kwa hiyo tunaanza. Nani kati yenu ambaye ni rahisi kuomba msamaha? Okay. Tuweke kwa juu ili watu wa Mungu pia waone kule. Alright, sawa, tumeiona. Ya pili. Ni nani ambaye ni mkali vibaya, yani pilipili nasubiri? Okay. Tunaruhusiwa kushangilia watu wa Mungu. La tatu. Ni nani ambaye huwa analia haraka? Yani ikitokea tu issue hapo, ni wa kwanza kulia. Watu kuelewi. Sawa. Ni nani ambaye ni mwepesi sana kununa? Dada ana bado? Okay. Sawa. Nani ambaye hawezi kuvumilia utani? Yaani anaweza akaanzisha utani afu yakitaniwa zaidi tayari kimeshawaka. Sawa. Nani ambaye anakuaga wa kwanza kumwambia mwenzake nakupenda sana? Dada tunakusubiri. Sawa, jambo lingine.
Nani ambaye ni mtegezi? Yaani mfano mmekula inatakiwa ifanyike. Aya, la mwisho litoke kwenu basi. Mmoja aulize la mwisho, tumalize nao watu wa Mungu. Mary, nani mbishi kati yenu? Nani mbishi? Bo, tunasubiri jibu lako. Kuna lingine la mwisho? La mwisho la kufungia kabisa. Nani anaendesha vizuri? Best driver. Okay. Sawa. Nani ana matumizi mabaya ya hela? Watu wangu, kuna lingine lote yameisha eti. Nani mtwaji? Sawa. Yameisha bwana. Bwana inukeni watu wa Mungu. Makofi kwa ajili yao. Kwa kweli imekuwa njema sana. Sasa kuna keki hapa. Kaka Po na dada Ana, mtatusaidia kuikata hii keki. Sijui ni ya kukatwa? Au ni afu keki zile ambazo tunagawana?